Karibuni kwenye maadhimisho ya wiki ya maziwa ya 28 hapa Morogoro. Kama mnavyofahamu, tumekuwa tukifanya maadhimisho haya na safari hii ni mara ya 28 tangu tulipoanza mwaka 97 hapa nchini. Lakini mkoa wa Morogoro kwa namna ya pekee umepata bahati ya kufanya maadhimisho haya mara mbili. Iko mikoa ambayo haijapata na tutakwenda huko. Tutafika Kigoma, tutafika Mtwara, tutafika kokote. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunahimiza uwekezaji katika tasnia ya maziwa, tunahimiza unywaji wa maziwa, tunahimiza maendeleo endelevu ya tasnia ya maziwa. Pekee kabisa nitambue uwepo wa wadau wetu wa maendeleo. Shirika mojawapo ambalo limefanya kazi hiyo ya kuendeleza tasnia ya maziwa ni shirika letu la Heifer International kama linavyojulikana. Zamani likiitwa Heifer Project International, lakini sasa linaitwa Heifer International Tanzania. Heifer International Tanzania wamekuwepo hapa nchini kwa zaidi ya miaka 50. Wakifanya kazi nyingi, lakini kubwa zaidi wakifanya kazi katika tasnia yetu ya maziwa. Mwaka 74 walileta ng'ombe wa kwanza wa maziwa hapa nchini, zawadi kutoka kwa rais wa Marekani. Kwa hiyo wakaja hapa nchini na tangu wakati huo wamekuwa maarufu wenzetu wa Heifer kwa mradi wao unaofahamika kama Kopa Ng'ombe Lipa Ng'ombe. Kwa sasa tuna kitu tunaita Kopa Ng'ombe Lipa Maziwa. Kuna kitu kingine tunaita Pass on the Gift, pitisha zawadi kwa mtu mwingine. Kwa hiyo mpango huo umeongezeka na umekuwa mkubwa na umezaa watoto, mipango watoto. Kwa hiyo utaona namna ambavyo juhudi za Heifer zimesaidia sana tasnia ya maziwa kupata maendeleo. Tumetaja idadi ya ng'ombe kuongezeka. Miaka michache iliyopita tunazungumzia ng'ombe zero miaka ya 60, lakini sasa tunazungumza ng'ombe wa maziwa milioni 1.4. Unajua tunasema Tanzania ni nchi ya pili kwa wingi wa mifugo hapa Afrika. Tuna ng'ombe milioni 39. Lakini miongoni mwa hao ng'ombe wanaotambulika kama ng'ombe wa maziwa ni ng'ombe milioni 1.4 tu. Na miongoni mwa hawa ng'ombe, asilimia kubwa ya ng'ombe wameletwa na wenzetu wa Heifer, ndio wamekuwa wamashaji wakubwa kisha kwamba tunakuwa na uzalishaji mwingi wa maziwa. Heifer International imekuwepo nchini takriban miaka 50 iliyopita. Na katika kipindi hicho tulifanya mambo yafuatayo. Moja, tulihakikisha kuna kuwepo na upatikanaji wa ng'ombe bora hapa nchini. Tumesambaza takriban mitambo ipatayo 282,000 na hiyo imeleta mchango mkubwa sana kwenye idadi ya ng'ombe wa maziwa walioko hapa nchini takriban milioni 1.41. Lakini pia tumefanya kazi kubwa katika kuhakikisha kunakuwa na vituo vya kukusanya maziwa na kuhakikisha maziwa yanachakatwa kwa kushirikiana na wasindikaji. Na kwa Tanzania, ili kuhakikisha kwamba unaweza kupata maziwa ya kutosha, panakuwa na mifumo ya uzalishaji maziwa. Kwa hiyo Heifer ni kati ya waanzilishi wachache walioanzisha mfumo wa uzalishaji wa maziwa mdogo mdogo, au kwa lugha ya wenzetu wanaita small holding dairy farming, ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa sana katika sekta ya maziwa, hasa katika sekta ile ya biashara. Kwa hiyo baada ya kuanzisha hiyo, tulihakikisha pia tunaweka wakulima katika vikundi, na hadi kufikia sasa hivi tumeweza kuwafikia takriban kaya zipatazo milioni 1.14, na pia kati ya hizo kaya kwa asilimia 40 zimekuwa zikisimamiwa na kina mama. Kwa hiyo tumekuwa na malengo mahususi kuhakikisha pia wanawake wanashirikishwa katika sekta hii ya maziwa. Lakini sasa katika kuhakikisha kwamba maziwa yanapatikana kwa mlaji, kwanza kuna changamoto zinazopelekea maziwa yasipatikane. Moja ni upatikanaji wa maziwa yenyewe, lakini kuyapata katika gharama nafuu na kuyapata katika mazingira bora. Sasa kuhakikisha maziwa yanapatikana, tumefanya kazi kubwa katika kuhakikisha tunaboresha kosafu za ng'ombe. Zaidi ya kusambaza mitamba, pia tumekuwa tukiimilisha ng'ombe wa maziwa hapa nchini. Lakini pia tumekuwa tukiwafundisha wafugaji wetu juu ya uzalishaji bora wa malisho ili kuweza kulisha mifugo yao na kuzalisha maziwa mengi zaidi, utunzaji wa mifugo na masuala mengine. Na katika hilo tumeona kwamba pia kulikuwa na changamoto ya kuwa na maafisa ugani wachache hapa nchini. Kwa hiyo Heifer yenyewe tu imeweza kuwasaidia vijana wapatao 1200 ambao wanatoa huduma mbalimbali kwa kushirikiana na wale maafisa ugani wa serikali. Lakini kwa upande wa pili, ili kuhakikisha maziwa yanakuwa na gharama nafuu, tumehakikisha kwamba maziwa hayo yanazalishwa katika mazingira ambayo mfugaji hatumii gharama kubwa, kwa kuhakikisha mahitaji yake yote ya msingi yanakuwepo, ikiwemo maji, malisho, huduma za afya na tiba, lakini pia kama nilivyosema awali, huduma za kuhimilisha au kuboresha kosafu. Ukifanya vyote hivyo, unaongeza ufanisi katika uzalishaji na unapunguza gharama za uzalishaji. Lakini kuhakikisha maziwa yanakusanywa, tumewaweka wafugaji katika vikundi. Tumetengeneza takriban vikundi vipatavyo 52,000 mpaka sasa hivi. Na kati ya hivyo vikundi, takriban vikundi 160
tayari vimesha kwenda kwenye hatua ya kuwa vyama vya ushirika. Tumefanya kazi kubwa kwa kushirikiana na Tume ya Maendeleo ya Ushirika na Bodi ya Maziwa Tanzania, tukisimamiwa kwa karibu zaidi na Wizara yetu ya Mifugo na Uvuvi.